session ambayo huwa ni tunafanya kila siku ya Jumatano. Siku ya leo nilitaka kuzungumzia ugonjwa ambao unaitwa pneumonia ama homa ya mapafu. Tukisema homa ya mapafu ni ugonjwa ambao unaathiri katika mfumo wa upumuaji, ambapo kama tunavyojua mapafu kazi yake ni kupokea hewa oksijeni na kutoa. Hivyo kuna baadhi ya bakteria huwa wanapelekea kuathiri katika vile vifuko vidogo ambavyo huwa inasaidia katika kupitisha hewa oksijeni na kurudisha. Hivyo wale bakteria wakishambulia katika vile vifuko hupelekea kutengeneza kama vile usaha na majimaji, ambapo mwisho wa siku hupelekea mtu kushindwa kupumua kutokana na hewa ya oksijeni kushindwa kufika katika mwili. Hivyo basi pneumonia huwa inaathiri watu wote. Sana sana watu ambao huwa wanaathirika kwa huu ugonjwa ni watoto chini ya miaka 5, na pia wazee pia wanaathirika nao. Lakini sana sana ni watoto wa chini ya miaka 5 huwa ndio most wanaathirika zaidi. Na pneumonia huu ugonjwa huwa unapelekea sana sana vifo kwa watoto wadogo. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata pneumonia. Cha kwanza ni kinga ya mwili ikiwa chini. Cha pili ni lishe ikiwa mbovu. Kwa baadhi ya watoto wachanga ambao wakikosa kunyonyeshwa vizuri huwa pia wanakuwa na riski, kwa sababu maziwa mama huwa ni nzuri zaidi, inamsaidia kumpa kinga zaidi kwa ajili ya kupambana na haya magonjwa mengine. Kwa hiyo lishe ikiwa duni huwa inapelekea mtu pia kupata pneumonia. Kingine inaweza ikapelekea pneumonia ni kuwepo kwa magonjwa mbalimbali. Mfano kama mtu akiwa na virusi vya ukimwi, saratani, kinga yake ya mwili huwa ipo chini, kwa hiyo anakuwa na riski sana sana kupata pneumonia. Kingine mazingira duni. Mfano kama kupika, yani mazingira yakiwa yako vizuri, mtu anakuwa na riski sababu mtu anaishi pale ndani, hapo anapika. Kwa hiyo yale mazingira, yale moshi zile inakuwa ni rahisi sana kumwathiri mtu. Pneumonia, sababu ambayo inapelekea mtu kupata pneumonia, kuna bakteria. Kuna baadhi ya bakteria ambao wanapelekea mtu kupata pneumonia. Kuna aina mbalimbali za bakteria. Kuna wa Streptococcus pneumoniae, kuna wa Haemophilus influenza. Wote hao wanapelekea mtu kupata pneumonia. Kingine kuna virus. Kuna wa virus kama vile kuna respiratory syncytial virus, hao pia ni moja wapo wanaopelekea mtu kupata pneumonia. Kingine kuna hawa parasite. Kuna hawa parasite kama Pneumocystis jivashi. Pneumocystis jivashi parasite sana sana huwa wanaathiri hawa watoto ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kingine kuna hawa fungal. Kuna Pneumocystis pneumoniae, kuna Cryptococcus, nao pia wanapelekea mtu kupata pneumonia. Dalili za pneumonia. Dalili za pneumonia huwa mtu anaambatana na vitu tofauti. Ila tukianza mfano kwa watoto wadogo, mtoto huwa anashindwa kunyonya, kupumua kwa shida, anaweza kawa na joto. Kingine unaweza ukimcheki pale anaweza kawa na bluish coloration, anakuwa na ngozi inaweza ikawa ya blue kulingana na ukosefu wa oksijeni katika mwili. Kwa hiyo anakuwa na bluish coloration, anaweza kawa na bluish kwenye ngozi. Ukimcheki kwenye mdomo pale kwenye mucus anaweza akawa na bluish coloration. Pia unaweza ukamcheki anaweza akawa na, akiwa anapumua pale unaweza ukamcheki katika mbavu pale panaweza pakawa pamejigawa. Na kingine kuna sauti, anaweza akawa anatoa sauti ambayo sio ya kawaida.
Na mwingine unaweza ukawa unasikia filimbi, yani ile unaweza ukawa unaisikia. Kwa mtu mzima anaweza akawa na kikohozi kama kawaida, kifua kikiwa kinaweza ikawa kinamuuma, anapumua kwa shida. Mwingine makohozi yale inaweza kaambatana na damu. Makohozi yanaweza kawa ni makavu. Vitu gani vya kuvifanya kwa mgonjwa wa pneumonia? Kuna baadhi ya vipimo ambavyo mtu anaweza akavifanya. Cha kwanza anaweza akacheki kwanza saturation ya oxygen. Sababu kama oxygen ikiwa mtu wa pneumonia akishindwa kupumua vizuri, oxygen pia saturation yake inaweza ikawa iko chini. Unaweza ukacheki. Kingine unaweza ukacheki kwa kutumia stethoscope. Stethoscope pale unaweza ukamsikiliza kwa kumcheki kifua pale. Kimcheki kifua ndo unaweza ukagundua huyu mtu ana pneumonia kulingana na zile sauti ambazo utakazokuwa unaweza ukazisikia kupitia stethoscope. Kingine kwa investigation za mashine unaweza ukatumia x-ray ya kifua kuangalia. Unaweza ukacheki CT scan ya kifua. Full blood picture unaweza ukacheki kwa ajili ya kuangalia other infection. Kingine unaweza ukacheki sputum kwa makohozi kuangalia ni aina gani ya bakteria ambao wameathiri. Matibabu ya mgonjwa mwenye pneumonia, matibabu inategemea na severity ya mgonjwa alivyo. Kwa pneumonia kawaida anaweza akapatiwa antibiotics. Anaweza akapewa amoxicillin, antibiotics hapo kulingana na jinsi mtu alivyo. Ila kwa severe pneumonia kama oxygen saturation ikiwa chini ya 90 huko, unaweza kumpa oxygen. Unaweza kumpa IV antibiotics. Madhara ya pneumonia mtu asipotibiwa, cha kwanza inaweza ikampelekea mtu kufa, sababu anakuwa na oxygen pale, inakuwa mwili unakuwa unakosa oxygen, kwa hiyo mtu anaweza akashindwa kupumua, na akishindwa kupumua mwisho wa siku anaweza akafariki. Kingine anaweza akawa na lung abscess, yani kwenye kifua kunaweza kawa kuna usaha. Kingine infection, anaweza kawa na maambukizi. Jinsi gani ya kuzuia mtu asipate pneumonia? Cha kwanza, mtu atakuwa ishi katika mazingira ambaye anapata hewa ambayo iliyo safi. Kingine, usafi. Kwa wagonjwa au ambao ni virusi vya ukimwi, au anashauriwa kupatiwa Seprin, sababu Seprin huwa inasaidia kumsaidia asipate haya magonjwa mengine, hasa opportunistic infection. Kwa hiyo anashauriwa kutumia hiyo Seprin. Asanteni.